Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizopo katika Biblia kwa ajili yetu. Na tuko katika kitabu cha Warumi. Tumeifikia sura ya 14, tasoma mstari wa 7 mpaka wa 9. Tunakutana na ahadi nyingine hapo. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwenu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, na anarudia mstari wa 8, anasema kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Amen. Pendwa mtazamaji wangu, hapa kuna ahadi nzuri kabisa tuliopewa na huyu mwandishi. Kila mtu ana maisha. Maisha maana yake ni kuwa hai. Maisha maana yake ni kuwa hai. Kabla uko hai wewe unaishi. Ukifa, usiku ukifa basi wewe huna maisha. Utakuwa na maisha mengine. Kwa hapa duniani utakuwa huna maisha, lakini unaenda kuanzisha maisha mapya. Mwandishi anasema, kwa sababu hii hakuna miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake. Sisi tuko hapa duniani kwa sababu Mungu anaendesha maisha yetu. Hatuishi kwa nafsi zetu, kwa ujanja wetu wala akili zetu, lakini tunaishi kwa kuwa tuna Mungu anayefanya maisha yetu kuendelea. Anasema kwa sababu hiyo hakuna mtu mwenye aishie kwa nafsi yake mwenyewe, wala hakuna afaye kwa nafsi yake mwenyewe. Anasema ukifa, mtu akifa hafi kwa sababu ametaka kufa mwenyewe. Kwa sababu Mungu anamuondolea ye mwenyewe uhai. Kwa hiyo mtu akifa amekufa kwa Bwana. Hakuna mtu anayekufa kwa nafsi yake mwenyewe, wala aishie kwa nafsi yake mwenyewe, hayupo. Anasema kwa maana tukiishi twaishi kwa Bwana, au tukifa twafa kwa Bwana. Anasema kama tukiishi twaishi kwa Bwana, na kama tukifa twafa kwa Bwana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye anayeendesha maisha yetu, mimi na wewe. Hapa anasema basi kama tukiishi au kama tukifa, sisi tu mali ya Bwana. Kama tukifa, kama tukiishi, sisi ni mali ya Bwana. Mimi na wewe ni mali ya Bwana. Kwa hiyo ukishakuwa mali ya Bwana, maisha yako yanaendeshwa na huyo Bwana. Ukiishi unaishi kwake, ukifa unaishi kufa kwake. Kwa hiyo wewe ni mali ya Bwana. Hiyo ndio ahadi kwamba sisi maisha yetu tukiishi hapa, sisi ni mali ya Bwana. Tukiishi sisi ni mali ya Bwana pia. Ametuahidi kwamba mkiishi mnaishi kwa ajili yangu, mkifa mnakufa kwa ajili yangu. Kwa hiyo yeye, sisi kwake, sisi ni mali yake. Kila mtu mwenye mali anaifanyia atakavyo. Nenda kumwangalia mfugaji, akitaka kuchinja ng'ombe anamchinja anayetaka. Akitaka kuchinja mbuzi anamchagua anayetaka. Akitaka kuchinja kuku anachagua anayetaka. Mkulima vivyo hivyo. Akitaka kuuza mahindi atachagua magunia gani yauze, anachagua. Muuza ndizi vile mkulima wa ndizi anakata ndizi anayotaka. Kwa hiyo sisi nasi tu mali ya Bwana. Tukiishi tunaishi kwake, tukifa twafa kwake. Jambo gani anamalizia? Anasema maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Sisi tunamilikiwa na yeye, tukiwa hai ama tukifa, anatumiliki yeye. Kwa hiyo mimi na wewe hatuna ujanja wowote, lakini sisi tunaishi kwake na kwake tunakufa pia. Ahadi ni kwamba sisi ni mali ya Bwana. Tukiwa hai na tukifa pia sisi
ametuahidi kwamba yeye ndiye yeye kwa ajili yetu, sisi ni mali yake. Je, wewe nawe ni mali ya Kristo Yesu? Wewe ni mali ya Bwana Yesu Kristo? Unapoishi sasa au ukifa, wewe ni mali yake. Jambo muhimu hapa nalotaka kuachia ni hili, rafiki yangu, maisha yako yote, hebu jitahidi sana uhakishe uwe mali ya Bwana Yesu Kristo, ili ukiishi, ishi kwake, siku ukifa, ufe kwake, akupokee. La sivyo utaishi kwa ajili yako, utakufa kwa ajili yako na utapotezwa. Narudia tena, jambo hili ni muhimu sana. Anasema tukiishi, twaishi kwake, tukifa, twafa kwake. Hivyo sisi tu mali ya Bwana, tukiishi ni mali yake, tukifa ni mali yake. Je, maisha yako je, umeshampa huyu Bwana? Kama hujampa huyu Bwana, ishi tu, lakini ujue iko siku utakufa na utapotea milele. Lakini wote ambao wamempa Yesu maisha yao, anasema wao ni mali yake, na kwa sababu hiyo wanaishi kwake na watakufa kwake pia. Sijui kwa upande wako, lakini mimi nimeyatoa maisha yangu kwake, naishi kwake, nitakufa kwake pia. Nafasi unayo, na wewe pia unaweza kuyatoa maisha yake kwake, uishi kwake, siku ya kufa ufe kwake. Mtume Yohana anasema katika Ufunuo, anasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Mbele yako rafiki yangu kumeandaliwa kifo. Kwa hiyo uwe mwangalifu sana, tumeandaliwa kifo mbele yetu. Tuko hai leo ndio, lakini iko siku tutakufa. Iko siku tutatakiwa kurudi kwake aliyetuleta duniani. Kwa hiyo ukifa kwa Bwana una heri. Ukifa nje ya huyu Bwana, yaani kama haujawa mali yake leo, wakati huu ukiwa hai, subiri. Lakini ukiwa hai leo na wewe ni mali yake, heri yako. Heri yako rafiki yangu, furahia na kushangilia, maana tunaishi kwake, tutakufa kwake, kwa kuwa sisi ni mali yake. Mungu akubariki, akusaidie. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja, tuendelee kutazama ahadi za Mungu kwa ajili yetu. Zipo nyingi kama nilivyokuahidi, ziko nyingi bado, tutaendelea kuzikutana nazo. Akubarikie Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.